kishindo cha awamu ya 6. Kishindo awamu ya 6, wiki hii tunaangazia siku 100 za Rais Samia Suluhu Hassan madarakani. Mimi ni Agnes Mbapu. Ungana nami ili kufahamu mengi yaliyotekelezwa na serikali ya awamu ya 6 katika sekta ya afya. Leo hii tunaimulika taasisi ya tiba ya mifupa na ubongo Muhimbili MOI. Tunaenda kushuhudia kauli ya kazi na utu inavyotekelezwa kwa vitendo. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Taasisi ya tiba ya mifupa na ubongo Muhimbili MOI imeanzishwa mwaka 1996 ili kukabiliana na magonjwa ya mifupa na mfumo wa fahamu ikiwemo ubongo, mishipa ya fahamu na uti wa mgongo kwa kutoa tiba, masomo na tafiti. Ndani ya siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan madarakani, taasisi hii imeendelea kuwa kinara wa kukabiliana na magonjwa ya mifupa na mfumo wa fahamu kwa kuanzisha huduma mpya za kibobezi. Katika siku 100 za Mheshimiwa Rais tumeona wagonjwa 54,934. Katika hao ni wagonjwa 19,281 wamefanyia vipimo vya kibobezi vya upande wa radiolojia. Kwa inawezekana kama amefanyiwa x-ray au amefanyiwa CT scan au amefanyiwa MRI au amefanyiwa ultrasound. Hao wamefanyiwa vile. Na katika hao wagonjwa 1644 wamefanyiwa upasuaji katika siku 100. Kwa hiyo ndio idadi ya watu ambao tumewapata mpaka sasa. Kwa unaweza kaangalia hapo ni kama wagonjwa 500 na kitu kila siku katika hizi siku 100. Dr. Mpoki Uli Subisia ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi hii, anaeleza huduma zilizoboreshwa kwa kutumia wataalamu wa ndani. Katika siku hizi 100 taasisi hii imefanikiwa kufanya mambo ambayo ilikuwa haijawahi kuyafanya. Kwa hivi ni vitu vipya kabisa ambavyo vimeingia katika ule wingi wa utaratibu wa huduma tunazozitoa. Ya kwanza ni kuchukua sampuli za magonjwa ya uvimbe katika mfumo wa fahamu kwa kutumia matundu. Ikimaanisha kwamba kabla ya hapo tulikuwa tunafungua mwili sehemu kubwa kwa ajili ya kwenda kuchukua sampuli iende maabara ikaangaliwe, halafu ndio tunakuja tunasema huyu ana ugonjwa namna fulani, lazima afanyiwe upasuaji sasa wa kuondoa ule uvimbe ambao ulikuwa katika maeneo yale. Kwa sasa hivi hiyo haifanyiki. Tumeongeza ujuzi huo na wataalamu wetu hapa nchini wanafanya kazi hiyo kwa kutumia matundu. Kwa mgonjwa anapata majibu mapema zaidi, lakini vile vile bila kuwa na kidonda cha kuuguza kwa muda mrefu kilichokuwa kikubwa. Maanake ni kwamba tunapunguza muda sasa wa mgonjwa toka anapoaguliwa mpaka anapopewa matibabu yanayostahili kama ni ugonjwa ambao unaweza kutibiwa moja kwa moja. Kwa muda mrefu sana taasisi yetu imekuwa inafanya jitihada za kuwasaidia watu ambao wana matatizo ya pingili za mgongo. Hasa kuna wale ambao zinaharibika kwa sababu tu ya mabadiliko ya mwili, zinaitwa degenerative diseases, lakini kuna wale wengine ambao wanapata ajali. Kwa kuharibika kwake huku, ila zinakuwa ni kama zimevunjika, uwezo wa mgongo kusapoti mwili unakuwa umeathirika. Kwa huko nyuma kulikuwa na utaratibu wa kufungua na kutafuta mfupa sehemu nyingine ya mwili kuweka pale panapoweza kuwa na upungufu. Halafu tukategemea kwamba baada ya muda uponyaji ukaendelea. Lakini katika hizi siku 100 tumepata afua nyingine mpya kabisa. Hii ni ya kutumia simenti tiba kwa ajili ya kusaidia yale maeneo ya pingili za mgongo yaliyokuwa yamevunjika kuwekwa pamoja. Yaani ninachozungumza hapa ni kwamba kama kikombe cha chai kile cha udongo kinapoanguka chini kinakuwa vipande vingi sana. Kwa kuna wakati mwingine kuna ajali zinazoathiri pingili za mgongo zinakuwa vipande ambapo sasa uponyaji wake unakuwa ni changamoto kweli. Kwa hiyo kuna simenti maalum ya tiba ambayo inaingizwa kupitia kwa mfumo maalum, inawekwa pale bila kufungua mgongo kutumia matundu. Halafu ikishafika pale baada ya muda fulani inarudisha lile umbo lililokuwa na kazi ile inafanywa na ile pingili inaendelea pale. Sasa hii ni kwa upande wa upasuaji. Lakini tumekwenda vile vile
kujiuliza, je, watu ambao wamepata changamoto za kuharibikiwa na viungo halafu misuli ikashindwa kufanya kazi kama ambavyo ni kawaida, hawa tutafanya namna gani? Kwa muda mrefu sana hii imekuwa ni kitendawili, lakini nafurahi kuambieni kwamba na kuambia wahadhira wa Tanzania wote kwamba sasa tuna wataalamu hapa ambao wamekwenda kujifunza, wamehitimu, wamerudi na wameshaanza kufanya kazi za kuhamisha either mishipa ya fahamu kutoka sehemu ambapo uwepo wake au utokuwepo hautakuwa na madhara makubwa katika mwili kupeleka katika zile sehemu watu tunasema ni critical. Hiyo ni moja. Lakini vile vile kama mtu amepata changamoto ya ajali halafu msuli pamoja na unavyojiunga kwenye mfupa kwa ajili ya kiungo ukadhurika, huko nyuma tulikuwa tuna changamoto kubwa sana. Sasa hivi tuna mtaalamu ambaye anaweza akasaidia kuhamisha iliyokuwa nzima kwenda kuunganisha katika mfupa na mtu huyu akaendelea kufanya kazi. Mpaka siku ya leo tunapofanya mahojiano haya, tuna wagonjwa 2 ambao wamefanyiwa upasuaji huo. Mikono yao ilikuwa imekaa namna hii, sasa hata inaweza ikanyanyuka, wanaweza kushika vitu wakaweza kuitumia. Huko nyuma upasuaji ulikuwa tumeshapima, tunaona, halafu wataalamu wetu wanaingia, wanafanya kadri wanavyoweza kuondoa uvimbe au mushkeli ambao umejitokeza. Kuna saratani moja inaitwa glioma, huwa inapatikana katika mfumo wa fahamu. Hii inaweza ikatibiwa kabisa na mgonjwa akapona, lakini kama imeondolewa yote kutoka katika sehemu ilipokuwa imeota. Kwa wataalam katika nchi zilizoendelea waligundua kama kuna wino maalum unaitwa fluorescein ambao ukiongezwa unatoa nafasi ya kuonyesha mipaka halisi pale ambapo ule uvimbe ulipokaa. Kwa namna hiyo sasa, kupitia kwa vifaa maalum vya kuonea, daktari anayefanya upasuaji anaweza akajiridhisha kwamba ameondoa kila kilichokuwa kigonjwa katika ile sehemu na kuacha zile sehemu ambazo ni nzuri au zenye afya nzuri kuendelea kuwepo. Kwa sababu kama hakuna kitu kama hicho, unajua hatari yake inakuwa ni kwamba unaweza ukaondoa ukafikiri umetoa yote ukabakiza, au ukaondoa sana mpaka ukagusa sehemu ambazo ziko sawa sawa. Kwa haya ndiyo mambo ya msingi ambayo tumeyafanya katika siku hizi 100 za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika utawala wake. Labda niseme na mambo mengine machache juu ya idara moja ambayo huwa hatuisikii sana, idara ya kiradiolojia. Pale tunapoisikia ni x-ray ya kifua tu, ingiza hewa, shikilia, haya tayari nenda zako. Katika kazi ambazo zinafanyika katika taasisi hii, bila idara hii taasisi haiwezi kawepo. Kwa serikali imewekeza kiwango kikubwa sana cha fedha katika taasisi yetu. Tuna MRI 2, tuna CT scanners 2, alafu tuna cath lab 1. Na cath lab hii ni aina yake kwa sababu inatusaidia kuangalia mfumo wa mishipa ya damu katika ubongo. Na inafanyika hivi kwa sababu matatizo mengi sana ya kiharusi kusababishwa na mushkeli katika mfumo mzima wa damu kwenda na kutoka katika ubongo. Lakini vile vile mfumo huo ndio unasaidia kunapokuwa na vivimbe ndani ya ubongo kutofautisha kati ya vivimbe katika mishipa ya damu au vivimbe katika zile chembe zinazotengeneza ubongo. Hii yote iko hapa kwetu na imepunguza kwa kiwango kikubwa sana muda wagonjwa waliokuwa nasubiri kujua shida ni gani imetokea katika ubongo na wafanye namna gani katika kujaribu kuendelea kutatua hiyo tatizo. Na wataalamu tulionao hapo wako wa kutosha, ambapo nina furaha kuambia kwamba sasa hivi picha zote zinatolewa ripoti katika masaa 24. Wakati kabla ya hapo kule nyuma ilikuwa wagonjwa wanaambiwa subirini siku 3, siku 4, wiki kutokana na uchelewaji. Lakini sasa hivi wanajitahidi sana, wanakaa kazini muda mrefu kwa kufanya kazi hiyo, lakini matokeo yake ni kuonyesha yanapeleka kuridhika kwa wateja wanaokuja kutembelea kutaka huduma zetu. Kuna jengo ambalo tunajenga hapa. Hilo jengo linajaribu kuangalia afua inayostahili kwa wagonjwa wanavyorundikana katika taasisi yetu. Kama unakumbuka, population ya Tanzania katika mwaka 97 sio ya leo. Kwa tumekuwa na ongezeko kubwa sana la watu. Sasa tuna watu zaidi ya 60 milioni. Hawa watu ni wengi sana. Na wanaoungua maana yake ni kwamba nao wanazidi kuongezeka kwa jinsi ambavyo tunazidi kuwa wengi. Kwa hiyo kukaonekana kuna haja ya kuwa na nafasi kubwa zaidi kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa wa nje. Kwa hilo jengo
linaloendelea hapo. Sehemu itakayokuwa inahudumia wagonjwa wa nje na fizioterapia imekamilika, lakini juu yake Mungu ametubariki tunaongeza ghorofa moja itakayokidhi mahitaji ya upasuaji, na sehemu hiyo itakuwa inahusika na upasuaji mifupa peke yake. Kwa hiyo sehemu tunayoitumia sasa katika kupasua itakuwa inaangalia mambo ya mfumo wa fahamu. Kwa itakuwa inashughulika mambo ya ubongo, itakuwa inashughulika uti wa mgongo na mishipa ya fahamu kwa utaratibu huo. Labda vile vile katika mifano ya kutoa ya kazi ambazo zimekuwa karibu sana na mioyo yetu kwa kipindi kirefu, ni kazi ambazo zinabadilisha muonekano wa mtu kutokana na kazi ambayo madaktari wanafanya kushughulika, ambayo bila kuwafanyia muonekano wao ungekuwa ni wa kushangaza, na hata wakati mwingine watu wanajisikia vibaya. Katika taasisi yetu tunashughulika vile vile na kunyoosha migongo ya wagonjwa wenye vibiongo, na katika siku hizi 100 nashukuru Mungu kwamba tumekuwa na mgonjwa mmoja ambaye yuko very unique. Yeye alizaliwa akawa na kibiongo kibaya kweli kweli, yani alikuwa ni mfupi. Kwa madaktari walimuona mwaka 2022, lakini kwa sababu alikuwa ni mwanafunzi, walitaka wampe nafasi amalize shule, alafu atakapokuwa ile likizo ya kumaliza shule ndiposa aje wamsaidie, na alikuwa A level. Kwa hiyo alipomaliza wakapanga, na siku alipokuja kumfanyia huo upasuaji imeangukia katika siku 100, katika hizo siku 100 za Mheshimiwa Rais. Na jambo la kushukuru Mungu, amefanyiwa operation, imekwenda vizuri mno mpaka hata mwenyewe anajishangaa. Kwa hiyo urefu ambao ulikuwa umesinyaa umeongezwa, na mama yake anatoa ushuhuda wa njia ya pekee. Walipokuja hapa kulikuwa na kambi ya wazungu waliokuwa wanahusika na mambo ya kushughulika na vibiongo. Kwa hiyo wakati anatoka nyumbani anakuja, majirani wakamuuliza, ulituambia kwamba kulikuwa na wazungu, sasa unapoenda wale wazungu wamekuja? Mama akawaambia hapana, hawa madaktari hawana nia mbaya na wagonjwa, nampeleka mwanangu kwa sababu wanajua wanachokifanya. Kwa kutumia vifaa vya kisasa na teknolojia ya hali ya juu, taasisi ya MOI imefanya mapinduzi ya huduma, ikiwemo teknolojia mpya ya upasuaji wa saratani ya ubongo pasipo kufungua kichwa. Tumekuwa tunazungumza sana juu ya matumizi ya akiliunde kama afua mojawapo ya kuboresha matibabu. Nataka kusisitiza hivi, taasisi hii inaongoza katika eneo hilo. Sitaki kusema nani anatufuata, ning'ang'anie tu hapo tu kwamba tuna mitambo maalum ambayo inawasaidia madaktari wetu katika kufanya hata operation. Kwa lugha nyingine, mgonjwa anakuwa na uvimbe labda ndani ya ubongo, nitumie tu mfano ndio rahisi, lakini mahali ulipokaa inaweza ikawa ni changamoto sana kupafikia bila kuwa na msaada wa teknolojia. Kwa hiyo mgonjwa atapigwa CT scan au anaweza kafanyiwa MRI. Zile images zinachanganywa kwa kutumia akiliunde mpaka inatokea sasa kitu ambacho kina 3 dimensions na kuonyesha kwamba shida iko mahali fulani. Kwa hiyo wakati wataalamu wetu wanapoingia theater, wakishavaa zile stereotactic frames, watakapokuwa wanafanya, itawaonyesha jinsi wanavyokaribia mpaka itakapofika pale na inawaambia hapa ndipo penye hiyo changamoto. Na itaendelea kuwasaidia mpaka watakapokuwa wamemaliza, inawaambia sasa jamani, mnakoenda huko siko. Kwa namna hii tunakuwa very accurate na very specific katika kutoa hizo huduma. Lakini sio hiyo tu, hata katika uchunguzi. Kwa mfano nimezungumzia ile ya kutumia matundu. Lazima kuna akiliunde ya kutosha, kwa sababu picha zinapigwa katika 3 dimensions. Mbele na nyuma, juu na chini, pembeni kwa pembeni. Sasa hizi lazima zitengenezwe na kompyuta. Halafu zikishatengenezwa daktari anaweza kaona, halafu ndio namueleza kwamba sasa kutoka kwenye ngozi mpaka hapa hiki shida ilipo ni sentimita 3. Kwa hiyo yenyewe inamueleza kabisa kwamba ukienda zaidi ya hapo umekosea. Yote inasaidia. Halafu pamoja na haya yote, hata kufuatilia matokeo ya tiba nayo inawezekana kwa matumizi ya akiliunde. Kwa lugha nyingine, taasisi yetu ni chungu kinachopika wataalamu wa kutumia vifaa vya kisasa. Nirudie kusema vya kisasa kabisa
katika kukidhi mahitaji yao. Na ndio maana huwa mara nyingi nasema MOI tunaweza tukatibu mpaka 99% ya magonjwa yote ya mifupa, 98% ya magonjwa yote ya mfumo wa fahamu, kwa sababu ya watu tulionao, lakini vile vile vitendea kazi, na hivi vinazidi kuongezeka siku baada ya siku zingine. Hapa nyuma yangu ni mojawapo ya operations ambazo tunazifanya kwa kutumia matundu madogo kuingia ndani ya ubongo katikati na kuweza kuziba ile mishipa iliyoleta hitilafu. Tumemaliza operation ya kuziba mfupa mmoja wa mgonjwa ambaye alikuwa ana hiyo shida. Kwa hiyo tumefanikiwa kufanya hayo matibabu, lakini matibabu haya ni endelevu. Tumekuwa tukitoa matibabu haya rasmi kuanzia mwaka 2023 ambapo rasmi matibabu haya ya stroke ya kuvuja kwa damu kwenye ubongo yamekuwa yakitoka. Hivyo basi katika siku zijazo, kutokana na ubobezi ulioendelea na vifaa ambavyo tunavyo, tunategemea tutaanza kutibu magonjwa ya kiharusi. Ile kiharusi kinachosababishwa na kukatika kwa mfumo wa kupeleka damu kwenye ubongo. Yaani ile mshipa wa damu unapoziba kutokana na damu iliyoganda, ukiachana na hii ambayo tunatibu damu iliyovuja, tutaweza kuwa tumefikia uwezo huo. Lakini kwa sasa tunaendelea kuhamasisha watu wote wenye shida ya mambo ya stroke, sana sana ile ambayo damu haijavuja, ambayo ni asilimia kubwa sana kwenye jamii yetu. Wagonjwa wenye hiyo stroke tunaita ischemic type of stroke, kuwa wanajua kwamba mara moja baada ya hilo tukio kutokea, na kama yuko kwenye hospitali ambayo inaweza kugundua hilo, basi inabidi afike hospitali ya taifa, hospitali yetu ya MOI kwa ajili ya matibabu haya. Kwa maana uwezo na utaalamu upo, lakini bado hatujapata mgonjwa wa kwanza wa stroke ambaye amekidhi yale vile vigezo kwa ajili ya matibabu. Kigezo cha kwanza ni kwamba lazima iwe ndani ya masaa 24. Mara nyingi tunapata wagonjwa lakini wanakuwa wamevuka masaa 24. Zaidi ya siku 2, siku 3 ndio tunaona wagonjwa wanakuja hapa kwetu. Sasa hao hatuwezi kuwatibu kwa sababu ubongo umeshapata athari kubwa. Lakini kama ni stroke iliyotoka umeipata leo, labda baada ya masaa 3, 4 umefika kwetu, tuna uwezo wa kuzibua huo mshipa ulioziba na mtu akapata nafuu zaidi kuliko hata vile kama tusingeweza kumtibia kwa njia hii ya upasuaji. Tunaanza na teknolojia ya upasuaji wa ubongo kwa uvimbe ambao unakuaga kansa. Naposema ubongo, uvimbe wa kansa ni ule uvimbe ambao unakuwa katikati ya uti wa ubongo. Kwa hiyo ndio teknolojia ambayo tumeanzisha, ambayo tunatumia kufanya upasuaji kwa ajili ya kutoa huu uvimbe bila kugusa zile seli nzima za ubongo, na mgonjwa anapoamka basi anaamka akiwa na nguvu zake au na zile tunaita functions zake, utendaji kazi wake ukiwa haujaathirika, kwa sababu unakuwa hujagusa seli ambazo zinafanya kazi ya utendaji wa mgonjwa kwenye ubongo. Hii teknolojia itaweza kusaidia matibabu ya watu wengi zaidi, kwa sababu teknolojia ambayo inamwezesha daktari kufanya operation na kwenda specifically pale ambapo anapaswa kwenda, kutoa uvimbe na kutoa matokeo mazuri zaidi, kwa sababu tunakuwa sasa hatuna zile complication ambazo zinajitokeza kama kushindwa kuongea. Hii teknolojia ni ya kisasa na ipo hapa Dar es Salaam Tanzania peke yake, itatusaidia sana kufanya tiba. Kwa sababu kama nilivyokuambia, hii taasisi ni taasisi ambayo ni Center of Excellence katika nchi za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati, Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara, lakini tunataka kwenda zaidi Afrika nzima. Na zinakuwa rahisi kwa sababu dawa ambayo tunaitumia kutoa rangi maalum, bei yake katika soko la kimataifa ni ndogo, ambayo inaenda labda kachupa kamoja ambako unaweza kuwatibu wagonjwa 2 mpaka 3, kananunua kuanzia shilingi 80 na mpaka labda shilingi 150,000. Ukilinganisha na zile zingine ambazo unakuta unanunua kachupa kamoja kanunua dola za Kimarekani 2,000 mpaka 15,000. Naam.
Hivi ndivyo serikali ya awamu ya 6 ilivyodhamiria kuhudumia wananchi wake kwa kupunguza vifo vitokanavyo na upasuaji wa magonjwa ya mifupa na mfumo wa fahamu, ikiwemo ubongo, mishipa ya fahamu na uti wa mgongo. Nizungumzie juu ya wagonjwa ambao wametibiwa kwa msamaha. Taasisi yetu inapokea wagonjwa kutoka sehemu zote za nchi yetu, lakini inapokea vile vile wagonjwa wa hulka zote kiuchumi. Katika siku 100 tumetoa msamaha kwa wagonjwa 1036 ambao takriban shilingi milioni 100 zimeendana na msamaha huu. Kwa wagonjwa hawa ni wale ambao wana matatizo yanayohitaji huduma lakini hawawezi kumudu gharama yake. Na ninaposema hili nitumie tu muda huu vile vile kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa Mohamed Omari Mchengerwa kwa kazi aliyoianzisha ya kuhakikisha kwamba watu wanajua kwamba bima ni kitu cha muhimu sana, bima ya afya na maana yangu hiyo, na kwa namna hiyo kuwatia moyo kila Mtanzania aweze kujiunga ili anapopata changamoto ya kiafya asianze kutafuta mahali pa kushika pa kupata rasilimali fedha kwa ajili ya kugharamia matibabu yake. Kwa watu kama hawa wangekuwa na bima, hata kama bima isingeweza kulipa 100%, maana yake ni kwamba wangeweza kuchangia gharama ya matibabu kama wagonjwa wengine ambao wanaweza kuja hapa kwa binafsi, yani kwa kujituma wenyewe au kuchagua tukisema kwamba okay, pamoja na hali inayoendelea hapa, mimi nitakuwa na mchango wa namna fulani katika taasisi yetu. Kwa hiyo hawa wapo, wengine wanaendelea kutibiwa sasa katika taasisi yetu, wengine tulishawaruhusu kwenda nyumbani, ambalo wanaendelea na shughuli zao za kujenga maisha yao na uzalishaji mali na kuchangia katika pato la binafsi kama familia, lakini pato la taifa kwa ajili ya kuweka uchumi uliokuwa vizuri. Baadhi ya wananchi wanaeleza namna kazi na utu ilivyookoa maisha yao. Nilipata changamoto ya kupata ajali ya mwendokasi Argentina pale Kagera pale. Walifanya jitihada za kunifikisha hapa hospitali hii hapa Muhimbili. Ndo matibabu yakaanza, nikawa nimefanyia operation, wakaniwekea chuma cha ndani ambacho ndo sasa hivi naendelea vizuri. Nafanya mazoezi vizuri, na kwa mimi kwa uwezo wangu nilikuwa siwezi kulipa hiyo gharama ambayo walikuwa wameniambia, kwa sababu walikuwa wameniambia gharama ilikuwa ni 800,000. Nilikuwa sina uwezo wa kulipa hiyo gharama, ndo wakawa wamenisaidia, wakawa wamenitibu bure mpaka sasa hivi. Kwa mimi nashukuru serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa kunipa msaada mimi ambao sina uwezo wa kuweza kulipa hizo gharama za matibabu za kufanyia upasuaji wa mguu. Mimi nashukuru tu, namshukuru mamangu Samia Suluhu Hassan kwa moyo wake, amejitolea kunitibu. Naomba endelee na moyo hivyo hivyo na kuwasaidia wengine ambao hawajiwezi kama mimi. Taasisi hii pia itaendelea kusogeza huduma kwa wananchi kwa kushirikiana na hospitali za rufaa za kanda pamoja na kuongeza wataalamu, hatua inayotajwa kuleta mapinduzi katika sekta ya afya na kufungua milango ya utalii tiba. Kuna agizo tulikuwa tumepewa miaka ya nyuma la kusogeza huduma kwa wananchi. Hili tumeendelea kulifanyia kazi kwa bidii. Tumeendelea kuhakikisha kwamba kuna wataalamu wetu katika hospitali ya rufaa ya Chato, lakini hivi karibuni tutapeleka wataalamu wetu katika jiji la Arusha, wakifanya kazi kwa karibu sana na wenzetu wa Jakaya Kikwete Cardiac Institute. Na uwepo wetu katika jiji la Arusha utakuwa ni wa kudumu kama uwepo wetu ulivyo katika hospitali ya Chato. Na mwezi ujao, Mungu akitujalia, tutakuwa tunakwenda Musoma mkoani Mara kwenye hospitali ya kwangu ile ya Mwalimu Nyerere, ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, ni hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mara. Tutapeleka pale, tutaanza na kambi, na baada ya kambi wataalamu wetu watakuwa wanatoa huduma kule kwa kudumu. Na lengo letu, Mungu akitujalia, ni kwamba ile hospitali kubwa jinsi ilivyo iwe na tawi ambalo litakuwa linatoa huduma za mifupa na magonjwa ya mfumo wa fahamu, yani ubongo, uti wa mgongo na mishipa ya fahamu kwa kudumu.
Kwa nini tunafanya hivi? Tunafanya hivi kama hatua za mwanzo za kutimiza hitaji la kusogeza huduma hizi za kibingwa na kibobezi kwa wananchi. Kwa ukiangalia tuko Chato, magharibi ya Ziwa Victoria, alafu sasa tunakwenda Msoma, mashariki kwa Ziwa Victoria. Maana yake ni kwamba wananchi wa maeneo yale wanaweza wakafikiwa kwa urahisi kuliko ambavyo wangekuwa wanapanga sasa asafiri kutoka kule kuja mpaka hapa Dar es Salaam. Hatutakomea pale. Baadaye tutakapokuwa tumeshamaliza kujiweka vizuri katika mji wa Musoma, tutakwenda Kagera, Bukoba, tutakwenda Kigoma, tutakwenda Katavi, Mpanda, tutakwenda Rukwa, Sumbawanga, tutakwenda Njombe, tutakwenda Ruvuma. Halafu baadaye tutakaanza kujipanga awamu nyingine katika hii mikoa ya hapa katikati kuhakikisha kwamba hakuna sehemu itakayohitaji huduma za kibingwa na kibobezi kama zinazotolewa katika taasisi yetu kwenda katika yale maeneo. Taasisi yetu kama mnavyoona ina wagonjwa wengi sana. Na kila mtu anakuja hapa kwa sababu zake. Wakati mwingine huwa tuna changamoto ya kukidhi mahitaji ya kila mtu. Kwa hiyo tumewekeza kwa kiwango kikubwa sana chini ya usimamizi wa bodi ya wadhamini kuhakikisha kwamba mahusiano yetu na wateja wetu yanakuwa wazuri, yani ile customer care. Kwa hiyo imezidi kuboreshwa kuhakikisha kwamba watu wanatumia lugha nzuri, halafu wanajitahidi kwa kadri inavyoweza kuvaa viatu vya watu wanaohitaji kuchukua huduma kutoka kwetu, wagonjwa au ndugu wa wagonjwa. Lakini nisisitize kwamba huduma hizi ndio zimetufanya taasisi yetu vile vile kuwa ni destination ya maarufu kwa wagonjwa kutoka nchi mbalimbali kuja kutibiwa. Tunapata wagonjwa kutoka Malawi, tunapata wagonjwa kutoka Zambia, wagonjwa kutoka Burundi, DRC, hawa wote na Komoro, hawa wote huja hapa kwa ajili ya kupata huduma hizi. Na kufikia hapa kishindo awamu ya 6 hakina la ziada kwa leo. Kumbuka, kipindi cha leo tumeimulika taasisi ya tiba ya mifupa na ubongo Muhimbili MOI, tukiangalia maboresho ya huduma ndani ya siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan madarakani. Bila shaka umefahamu mengi yaliyotekelezwa na serikali ya awamu ya 6 katika sekta ya afya ndani ya taasisi ya MOI. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi ni Agnes Mbapu, na hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Tukutane wiki ijayo. Asante. Kazi na utu, tunasonga mbele. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6.